Tugeukia sasa kwenye hili la ya Iran, nilijaribu kugusia pia kufunga mfereji wa Strait of Hormuz, na nilijaribu kuona majeshi ya Ufaransa. Tulimsikia juzi na tulidiscuss kwa uchache. Macron alizungumza, Emmanuel Macron alizungumza kwamba atapeleka meli zake za kivita kuweza kusaidia, lakini kuna taarifa ambazo zinadai kwamba Irani na imekuwa ikiwaruhusu mataifa ambayo hayashiriki na Marekani na Israel, kama na sio washirika, wako huru na wapitishe meli zao. Pengine katika hili kwanza tuanze kwa Ufaransa, ataweza na mataifa mengine ya NATO ambayo tunajaribu kukifanya. Tunavyozungumza hivi kuna meli ya Thailand pale imepita hivi sasa na imeshambuliwa na Iran. Na nilikuambia kwamba the way unavotumia nguvu kwenye kutaka kumdhibiti Iran ndio the way nayo unavyozidi kupata madhara. Iran ameshasema hapa inabidi meli zisipite. Wewe unataka utumie nguvu, useme unataka uzisindikize meli. Na wewe una silaha ama una meli za kivita. Huoni kwamba yeye akitaka kushambulia wewe utadhurika wewe na utamdhuru yule ambaye unamsindikiza. Na vile vile kwamba madhara ya hiki ambacho kinafanywa na Irani ni madhara ni makubwa, na tunarifo kwa Ulaya nishati ya mafuta na gesi imepanda kama 30% mpaka hivi sasa kutokana na hiki ambacho kinaendelea. Lakini kwa upande wa China bado anaendelea kula pension, kwa kuwa tunarifua tangu vita ianze hadi hivi sasa Iran imeshasafirisha mapipa takriban milioni 11 kwenda China. Kwa hiyo inakupa favor kwamba unapokuwa upande fulani unakuwa unafaidika kwa kiasi fulani. Lakini China na yeye angekuwa yupo labda upande wa tuseme wa USA na yeye asingefaidika. Lakini hao wa Ulaya na mataifa mengine ambayo yanashirikiana na Israeli na Marekani wanaendelea kupata shida kwa kuwa wameamua kuchagua upande, na upande ambao kwa vita hii naona kwamba upande wa US, kuwa upande wa USA na Israeli ni upande mgumu sana na utakusababishia matatizo sana, kwa sababu Iran ilishatangaza kama ndege ama meli ambazo zinahitaji zipite kwenye mfereji, basi wafanye mambo mawili kama sio moja. Ziwafukuze mabalozi wa Israeli kwenye nchi zao na zikate ama zifute ubalozi wao kwenye nchi ya Israeli. Na mpaka hivi sasa mchana tunaarifa kwa Spain imeamua kufanya hivyo. Imefuta ubalozi wake ama imekatisha ubalozi Israeli na imemwamuru ubalozi wake arudi Spain. Kwa hapa unaona kwamba Spain pia kama atakuwa na biashara anataka kupitisha kwenye ule mfereji anaweza akapata favor kama ambayo anapata China pengine na Russia. Lakini ukiendelea kukaza fuvu basi mambo yatazidi kuwa magumu, hasa kwa hizi nchi ambazo za Ghuba hizi. Tukimaanisha hapa kuna wapi hapa, kuna Iraq kidogo ambao wanatumia ule mfereji, kuna Kuwait wanatumia, kuna Saudia, UAE wanatumia, kuna Oman kidogo wanatumia, kuna nani ya Bahrain ambao wanabondwa sana. Sijajua sababu ni nini Bahrain, kwa sababu ikifika usiku tu Bahrain kinanuka sana. Iran lazima ashambulie, yani bali lazima awape kidogo chai. Sasa sijui ilikuwa sijui kutokana na intelligence ambao waishaisoma kwamba mashambulizi mengi yalitokea pale, maana nchi nyingine unaweza ikapita siku usisikie chochote, lakini pale lazima kuna hekaeka pananuka sana pale kabisa. Itakuwa kuna kitu alifanya ama walitumia walimpa nafasi kubwa Marekani kufanya kile ambacho alikifanya. Kwa hiyo ili Iran ilisema ili nchi isalimike na hiki ambacho operation walichoianzisha ni kwamba mwafukuze mabalozi wa Israeli nchini kwenu na nyinyi warudishe balozi zenu kutoka Israeli waje nyumbani, ndio salama yenu. Tumalize sasa hili la mwisho, mchango wa Urusi katika vita hivi kwa Irani ukoje hasa? Tumeshuhudia wakisupport ama ikitajwa kwamba wanasupport kwa namna moja ama nyingine. Mchango wa Urusi kwa Irani ni kama tulivyosema, ni mchango wa kiintelijensia, na Marekani naye anadai kuwa anafanywa hujuma na Mrusi kwa anampa nini nondo zile zinaitwa anampa notes Irani kwenye kumwataki. Kwa hiyo ni mchango ambao ndo umuhimu wa kukaa na mtu ambaye anajiweza ama kuomba ushirika na mtu ambaye anajiweza. Usichukue tu mnyonge, kwa sababu
tumeona hapa Marekani mpaka analalamika kwamba Marekani analalamika kwamba unamsaidia sana bwana, ananitetea hapa kwenye uwanja wa vita. Kwa sababu anaonekana kile ambacho anampa kinampa faida Iran. Tunaona kabla ya hii vita kuanza walifanya mazoezi ya pamoja ya hasa baharini pale kwenye meli za kivita pamoja na China. Kwa hiyo hawa ni washirika ambao ni wa muda mrefu na wana faida kubwa, kila mmoja anamtegemea mwenzake. Na nishaye kusema kuwa the way unavomwacha mshirika wako endelee kuteketea, kwa hiyo unampa nafasi yule adui kukusogelea. Kwa hiyo Russia anachokifanya ni jambo muhimu pia. Kwa hiyo ni kama anajidefend nayo, kwa sababu ukisema Iran adondoke, mwisho wa siku unafuatwa wewe Russia huko. Lakini leo kuna simu ya Trump na Putin wamezungumza. Kama umeweza kuisikia mawili matatu waliozungumza, umesikia ilikuwa kwa mujibu wa Trump amesema kwamba ilikuwa ni simu ni nzuri, maongezi yalikuwa ni mazuri. Hasa unadhani ni nini hasa ambacho hii simu katika kipindi hiki inapigwa nazungumza? Trump tunamzoea ni mtu wa kubwabwaja, tunaweza kusema hivyo. Anaweza kawa amezungumzia issue nyingine au anaweza akaingizia hiyo issue na maybe Putin akamkataa, lakini kwa vile ni mtu wa kujikomba lazima aje in public na aseme kuwa ni simu nzuri madi kukata yale makali. Tunafahamu kwamba Trump amekaliwa kooni na wabunge wale maseneta, amekaliwa kooni na maaskari ama wanajeshi ambao wanapigana vita, amekaliwa kooni na raia. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo lazima uvitengeneze, na yule ni mtu wa TV show kama ulishaye kumfuatilia, alishaye kuwepo kwenye WWE kwenye movie kadhaa. Kwa lazima atike ile mindset za watu ili mradi kukata ile joto ambalo linaendelea mpaka hivi sasa Marekani na maeneo mengine kuhusiana na yeye. Mtu wa trending. Kabisa. Lakini sasa kwa kumalizia kombo, pengine hasa mpaka sasa nguvu ya kijeshi ya Irani na Israel unaionaje? Hasa Irani imekuwa ikilaunch drone tofauti, hasa kipindi tulikuwa nasikia nini shahidi zile kamikaze na nini True Promise, mara uko nakuja sina vitu gani huku. Mambo yalikuwa ni mengi sana katika vita. Pengine hasa kwa kumalizia sasa, kijeshi hasa kwa pande zote mbili, hasa madhara na uwezo wao pia ukoje hasa? Mnyonge mnyongeni ila haki yake mpeni. Kutokana na hiki ambacho kimetokea, tunaona kabisa Irani sio mnyonge kabisa, kwa sababu ingekuwa taifa jingine kile ambacho kimetokea siku ya kwanza tu ingekuwa kama Maduro na Venezuela, kila kitu kingekuwa kishaharibika, kila kitu kimeenda mrama. Lakini wameweza kutokana na ile mikakati ama misingi ambayo wamejengewa raia na vyombo ama serikali nzima, watu waliweza kushusha ile pressure, wakaangalia namna ya kufanya, na sasa hivi hadi sasa hivi hapo kwenye game bila utata wote na wanaendelea kufanya mapambano. Hii namna ingekuwa labda nchi za Kiafrika, nchi moja hapo labda Afrika Mashariki ndio imetokea kiongozi ameuliwa vile, sidhani kama mpaka hivi sasa kungekuwa na vita. Yaani ile Marekani yote ingekuwa ishaingia pale Irani na washamwacha kufanya na kila kitu yani washaweka kila miundombinu sawa, na wanaamua wao kitu ambacho kinafanyika ni nini. Lakini kutokana na ile misingi ambayo imejengwa kwenye ile taifa, kwa hiyo baada ya ile tukio ni masaa machache ama ni siku moja tu ama mbili, watu walihuzunika, kisha wakarudi kwenye mstari, kila mtu akarudi kwenye majukumu yake na wamekiendeleza hiki ambacho anakifanya. Na si kwa ushabiki, ila nasema kuwa Israeli angekuwa peke yake, ule mzaa asingeuweza wa Irani mpaka sasa kabisa, kwa sababu unaona kabisa ili Irani afikishe makombora yake ama mashambulizi yake Israeli anapita kwenye nchi nyingi sana, ambazo zote hizo nchi zina mifumo ya ulinzi na zina kambi za jeshi za Marekani ambazo zinapangua baadhi ya makombora. Lakini Irani anaweza kufika kule na kufanya mashambulizi na madhara yanajitokeza. Imagine angekuwa yeye yupo peke yake, yani zile nchi zote za Ghuba na huyu Marekani angemwacha yeye peke yake, sidhani kama kungekuwa na taifa ambalo linaitwa Israeli kwa nafasi yake mpaka hivi sasa. Kwamba tumezungumza mambo mengi sana, pengine sasa hasa kwa mtu ambaye anatazama sasa hivi, unadhani tuzipe muda gani hivi vita kwa maana ya kuendelea kupigana kabla hatujasikia kwamba pande zote mbili zimeafikia kusitisha? Kama nilivyosema, Irani wanapata pressurize kutoka kwa raia wenyewe, wanachagiza wanasema
hii haijaisha, haishi mpaka iishe. Alafu kule Marekani raia wao wanasema iishi. Kwa hiyo unaona hapo. Kwa kuna upande mmoja lazima watataka iishi, lakini upande wa pili ambao ni wahanga ambao wao wameshasema bwana, wao wameshatuharibia ama wameshatuvurugia, ametulia kiongozi wetu. Kwa hiyo hatuwezi tukakubali kirahisi hii iishi, kwa sababu mwaka jana hivyo watu walikuwa kwenye mazungumzo. Mazungumzo tu yamegiwa mapumziko kidogo, wameshambulia ile vita ya siku 12. Zikapigwa, baadaye Irani akakubali ngoja yaishe. Mwaka huu hivyo watu hapo kwenye mazungumzo kidogo hajakamilika vizuri, yani haja conclude, watu wanashambulia tena. Kwa hiyo wa Irani wanaona kwamba watakuwa wanaendelea kutusoma mchezo ama wanatupima. Kwa hiyo the way tukiwaacha sasa hivi baadaye watakuja tena na wataweza kutumaliza. Kwa hiyo ili jambo likamilike inabidi hawa tuwashikishe adabu. Nisha kumsikia kiongozi mmoja wa jeshi wa Irani anasema inabidi watu wapige mpaka siku nyingine wasitamani kuja kutushambulia tena. Ndio maana hiki ambacho kinaweza kuendelea. Naweza kusema kwa upande wa Marekani jambo linaweza likapitishwa likataka liishe kwa karibu, lakini kwa upande wa Irani sidhani, kwa sababu wa Irani wenyewe raia wenyewe wanaanikiza jeshi liendelee na mashambulizi. Na ndio maana unaona kila siku hasa majira ya usiku watu wanatoka barabarani wanaendelea ku pressurize kwa jeshi waendelee na mashambulizi. Sasa unaona wao ni watu wa namna gani, kwamba umechokoza nyuki ambao watu ambao hawakubali kushindwa. Lakini sasa kwa kumalizia sasa, Mojtaba Supreme Leader mpya kabisa huyu ambaye amerithi nafasi ya babake Ayatollah Ali Khamenei, unamwonaje sasa katika uongozi wake? Sasa tutegemee uongozi wa namna ipi hasa kutoka kwake? Mojtaba Ali Khamenei ni kiongozi mpya ambaye inavyosemekana bora baba mtu kushinda, kwa sababu huyu sio mtu, ingawa mwanzo alikuwa anasema ni ngumu sana kupata nafasi Ali Khamenei kuongea naye, kwa sababu mara nyingi anamtuma hata rais yenyewe alikuwa anamtuma waziri wa mambo ya nje yule bwana Abbas. Kwa hiyo huyu naye wanasema huyu ni zaidi ya babake, huyu sio muongeaji, ni mtu wa vitendo. Na huyu ni miongoni mwa watu ambao walishiriki kwenye vita mbalimbali, kama vita ya Iraki na Iran ile ya 80 hadi 88. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana ufanisi na ana experience ya vita, ana experience ya jeshi, na vile vile ni msomi wa kidini. Kwa hiyo tutarajie tu kuona ugumu kwa mataifa yale ya kimagharibi, hasa Marekani na Israeli na wale majirani zao ama washirika wao, kwa sababu ukilinganisha kwamba umeshamuua baba yake na vile vile vitu ambavyo mlikuwa mnawakataza wasiwe navyo, ambavyo vilikuwa vinaonekana ni kama ulinzi, vinaweza vikapitishwa kwa wakati huu. Tutaweza kusikia hata Irani nao wataanzisha hiyo programu ya kuzindua makombora ya nyuklia, kwa sababu wanaona nchi nyingi ambazo hazikuwa nazo hazigusi. Tunaona North Korea anafanya majaribio anavyotaka, Mrusi anayo afanye chochote. Kwa hiyo na wao wanaweza wakawapitisha azimio la kimkakati la kuwa kwamba na wao wawe na mabomu ya nyuklia, jambo ambalo litawapa wakati mgumu hasa Israeli vile vile, ukilinganisha na tabia yake ile ya uchokozi na kutokana na kile ambacho ashakifanya. Tutarajie hicho kwa Mojtaba, na kutokana na hizi vitendo ambavyo vinafanywa kutokea nchini Irani, basi tutarajie kuona mabadiliko makubwa, ikiwemo hata hiyo uzalishaji wa mabomu ya nyuklia pia. Kombo, tumezungumza mambo mengi sana na nikushukuru sana wakati wako. Shukrani sana. Asante mtazamaji wa 96 Link pamoja na Bongo Plus TV, nikushukuru sana. Leo niko na Hamadi Kombo, tumejaribu kuzungumza mambo mengi sana kupitia hapa kwenye kipindi chetu cha Political Science. Mambo mengi sana tumejifunza, na pengine hasa kwa wewe ambaye unatamani labda kuna chochote ambacho unatamani kibadilike, kiongezwe, pia tuombe katika sehemu ya comment, alafu utakuwa umefanya vizuri sana. Asante. Mimi naitwa Victor Madaha, niko na Hamadi Kombo kama nilivyokuambia, nyuma ya kamera kwa Polisi Kibwana. Asante.